Pengine wewe ni miongoni mwa wale wanawake ambao haujawahi kuyafurahia mahusiano, haujawahi kuona mazuri ya mahusiano, haujawahi kuwa na amani na mahusiano. Always unakuwa unatendewa vitu vibaya katika mahusiano. Sasa leo jibu lako litapatikana katika hii kanuni ya 8 nitakwenda kukufundisha. Sasa kanuni ya 8 ni ipi? Karibu sana, naitwa Mombeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Kabla tujaenda kuifahamu hii kanuni ya 8, napenda usubscribe. Kama wewe ndo mgeni katika channel yangu, subscribe. Ama kama wewe upo katika channel yangu wakati wote lakini bado hujasubscribe, subscribe ili usiweze kupitwa na masomo mengi sana ninayoposti katika hii channel yangu. Lakini pia kama una changamoto yoyote, unahitaji ushauri, nitafute pia kwa namba zangu za simu, tutawasiliana vizuri na kuweza kushauriana vizuri. Mimi nikukaribisha sana, twende tukaifahamu kanuni ya 8 kati ya kanuni 10 za mapenzi. Kanuni ya 8 inasemaje? Kanuni ya 8 kati ya kanuni 10 za mapenzi inaitwa ni kanuni ya kioo. Sehemu ya kwanza tutakwenda kuitazama katika kanuni ya kioo ni hii hapa hii. Ukiyapuuza mapenzi, nayo yatakupuuza. Uyamkini wewe ni miongoni mwa wale watu wanaosema siku hizi hakuna mapenzi. Wanawake wote malaya, wanaume wote malaya, wanaume wote kwanza mimi sasa hivi nataka sasampa tu, sina roho ya kupenda. Mimi siwezi kupenda tena. Mimi nishaumizwa sana. Mimi nipo tu. Unayapuuza mapenzi, unayachukulia poa. Nayo yatakupuuza. Kwa nini ukiyapuuza mapenzi nayo yatakupuuza? Kwa maana ya kwamba kupuuza mapenzi ni katika namna hii. Umeliona somo langu hapa kama hivi sasa hivi naongea. Unaweza usimalize kulisikiliza. Ukasema subiri nikaangalia udaku. Maana yake unapuuza hiki kitu ninachokizungumza. Ukipuuza utakosa kujipa muda wa kujifunza, utakosa kujipa muda wa kuelewa, utakosa kujipa muda wa kubadilika. Ukikosa kufanya hivyo vitu, ndio utatokea mahusiano yao yatakupuuza, kwa sababu hautayaelewa. Kama utaendelea kusema hamna wanaume wote hawafai, ni kweli hawatofaa, kwa sababu utakosa kuangalia unachokitaka kwa wanaume, utakosa kuangalia umuhimu wa wanaume katika maisha yako, utakosa kuangalia mwanaume utakayekuwa naye hata ulionaye leo unawezaje ukaenda naye mbele, kwa sababu tayari wewe ushajiruhusu kuona mapenzi hayana lolote. Ndio maana nikaita kanuni ya kioo. Yaani kioo kikiangalia ukafanya nacho kitafanya hivyo. Ukiangalia ukatabasamu nacho kitatabasamu. Kwa hiyo hata mapenzi pia yako hivyo. Na simaanishi kwamba hutaumia. Unaweza ukaumia. Lakini mahusiano is not about wewe kuwa na mwenzako. Mahusiano pia ni kuhusiana na wewe. Kama unajipenda, hautajali kuumizwa. Ukaniumiza, nimejifunza kitu. Nikienda kwenye mahusiano mengine nitaboresha zaidi. Ndio itakavyoenda. Uweze kukwepa mahusiano my friend. Yaani uweze kujitia uchizi kusema siku hizi staki, yani utajijua mimi siku hizi napiga tu, mimi sasa hivi kuoa, mimi napiga tu. No, itakurudia hiyo dhambi. Utapiga utazaa watu nje ya ndoa wengi, mwisho wa siku unawakataa wote, watoto wako, damu yako inaanza kuishi kwa shida. Ni dhambi uzozitenda. Ama umegongwa na wanaume wote paka umechuja, hamna sana anayekutaka, unazeeka, hana kukulea, hamna kutunzia heshima yako ovyo. Kwa hiyo hii dhambi ya kusema kwamba unayapuuza mahusiano huku unaendelea kugongwa, wewe ndio mpuuzi. Maana wewe kusema mimi hamna mapenzi siku hizi huku nchini pako yaani hamna mapenzi huku chini pana kuchangaa, wewe unasemaje? Mbona maumivu tunapata sisi? Kwa hiyo huwezi kusema unayapuuzia mapenzi alafu bado unaendelea kugongwa. Huwezi kusema unayapuuzia mapenzi afu bado unaendelea kuwagonga wadada wa watu. Kama kweli unataka kuyapuuzia mapenzi, weka kufuli huko chini. Yaani huko chini paache paka pazime. Lakini kama bado uko chini unapapanua, hiyo ni kazi ya mapenzi my friend. Kwa hiyo mapenzi hayawezi kukwepeka. Kwa hiyo cha msingi usiruhusu kuyapuuza, kwa sababu ukiyapuuza nayo yatakupuuza. Kwa maana utakosa, kama nilivyosema, muda wa kujifunza na kuwa aware na mahusiano. Lakini ukiendea kiumakini, maana yake sasa utamsikiliza Mwalimu Mombeki. Mwalimu Mombeki, nataka nianze mahusiano mapya. Ni vitu gani vya kuzingatia? Mwalimu Mombeki, nipo na mwanaume wangu. Kitu gani tunaweza kukifanya kuboresha mahusiano? Mwalimu Mombeki, nini? Sio, unaelewa? Lazima uchukue muda kuelewa. Mahusiano yanahitaji maarifa. Sawa, mnasema mahusiano hayana mwalimu, lakini mahusiano yanahitaji maarifa. Hii ni taasisi kubwa. Hata Mungu mwenyewe alisema tuishi kwa akili. Sasa kama yanahitaji akili, na wewe akili zako hazitoshi, si lazima uzihitaji za kwangu, ili tuzijazie kwa pamoja zikutoshe uweze kuelewa mahusiano vizuri. Kwa usipuuze jambo la mahusiano. Ukiona video yangu popote, i-click. Ukiona video popote inahusiana na masuala ya mahusiano, isikilize. Upati dhambi, sikiliza. Mazuri utayachukua, mabaya utayaacha, atakusaidia katika maisha yako. Wakati mwingine tunataka tufundishwe mambo ya mafanikio ya fedha,
utafundishwa mambo ya fedha, lakini ukimkosa mtu wa kusimamia zile fedha vizuri, ukikosa mtu wa kukupa amani na furaha, hizo fedha utaziona chungu. Kuna watu wana majumba, wana hiyo hela unaoitafuta wewe, tufundishe mambo ya hela. Watu wanazo hizo hela na wananitafuta mimi niwafundishe mambo ya mapenzi. Kwa hiyo kila kitu kina hatua na kila kitu kina nafasi katika maisha. Kuna nafasi ya fedha, kuna nafasi ya furaha yako, amani yako, kuna nafasi pia ya mapenzi. Ushanifahamu? Kwa hiyo usiyapuuze mapenzi, kwa sababu ukiyapuuza nayo yatakupuuza. Jambo lingine tuenda kuitazama katika kanuni ya kioo ni hii hapa. Usipojiheshimu hautoheshimika. Usitafute heshima kwa nguvu. Tengeneza heshima yako. Na mimi nilisema kuna namna nyingi ya kutengeneza heshima. Moja ya mbinu nzuri sana ya kutengeneza heshima yako ni uhitaji. Mfanye mtu akuhitaji. Mfanye mtu aone umuhimu wako, atakuheshimu. Kwa mfano, mimi si umeona mimi, kuna mtu anataka kanidharau sana kwa sababu anihitaji katika maisha yake. Ila nikiweza kumtengenezea mazingira ya yeye kunihitaji, hata niheshimu. Lakini leo mimi hivi nilivyo, so mheshimiwa. Kuna mheshimiwa akapata changamoto ya mahusiano, atanitafuta mimi ambaye sio mheshimiwa kuniomba ushauri. Ninao watu wakubwa, watu wazito wananiomba ushauri, ambao kama tukisimama hivi anaweza akaambia wewe unamheshimu vipi kijana huyu? Lakini kwa nini ananiheshimu? Kwa sababu kuna kitu anahitaji kutoka kwangu. Kuna kitu anavuna kutoka. Kuna kitu anajua anafaidika nacho kutoka kwangu. Kwa hiyo ni lazima hapa ujiheshimu na upandishe thamani yako. Maana kujiheshimu pia niweke kitu na thamani. Na thamani niongeze hapa tu. Sawa? Niongeze tu na thamani, maana vinataka kuendana. Sawa? Jiheshimu, jithamini. Watu watakuthamini. Na hii kwenye kujithamini, maana yake kujithamini sio ile kujipenda tu, kujithamini hata pia kufanya mambo ambayo watu wakikuzungumzia wanaiona hiyo thamani yako. Nani ndo nani? Nani ndo mwanzilishi wa kitu fulani? Nani ndo nani? Nani ndo alofanya kitu fulani? Nani? Au ukienda kwa nani utajifunza. Yani lazima ujipandishe thamani ili uwe katika viwango vya juu vya watu kuheshimu. Tukiangalia ile kanuni tunataka kuzungumza, ile kanuni ya 7. Kuna maeneo fulani niliongelea ya reflection, si ndio ya sumaku. Kwa wakati mwingine ukiwa unajipenda, kuna watu wengi nao watakupenda. Mfano, mimi nilikuwa na rafiki yangu mmoja hivi. Yule ni msafi sana. Anaitwa Yusko. Kama ananisikia. Yule bwana ndani kwake hata ukiingia mchanga atatafuta fagio. Yaani ule mchanga utakuwa kama mdudu, atautafuta kwenye zulia mpaka utoe nje. Sasa nyumba yake ilikuwa ukifika hauna jeuri ya kuingia na viatu. Yaani utavivua. Yaani utajitazama mara mbili. Yaani kama ni mchafu hata kwenye kochi ukai. Akwambii, ila mazingira aliyoyaweka na namna yeye anavyofanya, anavyojishughulikia kile chumba chake, wewe mwenyewe unafuata vile anavyofanya. Lakini ukienda kwa mtu nyumbani kwake kaeka miguu ovyo, kaeka ovyo, na wewe utareact kama yeye anavyofanya. Kwa hiyo lazima ujiheshimu ndio utapata heshima yako. Na katika namna ya kutafuta hiyo heshima yako pia sio tu lazima niheshimu. No, tengeneza eneo la uhitaji. Hakuhitaji, si ndio Mfanye hakuhitaji. Ukiweza kujitafutia kaengo hivi fulani vya kumtengenezea mazingira, huyu atanihitaji tu mimi, lazima akuheshimu, kwa sababu atakuheshimu, hataki kukupoteza. Kwa watu wanaheshimu vitu wanavyovithamini. Na kila kitu chenye thamani ama kinachothaminiwa kina thamani fulani. Wewe una thamani gani mpaka watu wakuthamini? Wewe una heshima gani mpaka watu wakuheshimu? Kwa hiyo kanuni ya kioo ni kabla hujaanza kulalamika watu wanakutendea vibaya, tazama wewe unawatendeaje wengine. Tazama wewe unajithamini vipi ama unajithaminisha vipi. Tazama wewe unajitangaza vipi kwao. Ndio wao watakurudishia kile unachokitoa. Kwa hiyo ndio vile vile tunarudi tu, usipojipenda tunaiongeza hii, si ndio Usipojipenda hauwezi kupendwa. Kwa hiyo kujipenda ni katika namna pia kujipendea, kujitakia mazuri,
Ukijitakia mazuri huwezi kuambatana na watu wabaya, huwezi kuwapenda watu wabaya. Kwa hiyo always utakaa smart, utakuwa bora, utakuwa sawa mpaka watu watavutiwa na lifestyle yako. Yule dada anajipenda, yule mwanamke anajipenda. Watu nao watakuja kwako katika namna ya vile wewe ulivyo. Yule mwanamke hataki upuuzi, yule mwanaume hataki upuuzi. Ni hivyo. Amekuja mwanaume, malengo mezani. Atwendi kihisia. Maana yake na yeye itabidi afuate kile unachokipanga. Akikifuata kile unachokipanga, maana yake ndio mnaanza kuimprove kwenda viwango vingi. Kuna muda nafundishaga watu namna ya kuboresha mahusiano yao. Fanya kitu hichi ili uboreshe mahusiano. Watu wanaambia unamfanyia mtu vitu na bado anakuacha. Sio kumfanyia mtu vitu ili asikuache. Mfanyie mtu vitu katika namna ya identity yako, namna ya wewe ulivyo. Mtu akikuzungumza wewe anasema huyu ni mwanamke mstaarabu sana, huyu ni mwanamke mwenye upendo wa kweli, huyu ni mwanamke mwaminifu. Hiyo ndio structure yako, vile ndivyo ulivyo. Ukipata mwanaume mwenye akili, anaishi na wewe kwa muda mrefu na atakuoa na mtafika mbali. Lakini usijisikie vibaya leo kuachwa na wanaume wapuuzi. Unawafanyia mambo mazuri na kuacha. Huyo ni mpuuzi tu. Haujakosa wewe, yeye ndio kakosa. Lakini endelea na tabia yako hiyo hiyo, kwa sababu ipo siku utampata mwanaume wa ukweli na ataona hiyo thamani yako, atakuoa. Lakini wakati unasema nishachoka wanaume wote mbwa, sasa hivi naishiishi tu, unataka kuishiishi, ndio anakuja mwanaume wa kweli, unavuruga, anaondoka tena. Kwa hiyo utakapojikatia tamaa, ndio ile utakapoyapuuza mapenzi ukaanza kuishiishi ovyo ovyo, utasema mbona kila siku naachwa. Sio kwamba wanaume wote wanakuacha na wapuuzi, watakuja wanaume wa maana katika maisha yako, ila kwa sababu ushajiseti kwamba mimi sitaki tena mahusiano utajijua wenyewe ovyo ovyo, na watu nao wanaona yeye wanakukimbia. Kwa hiyo lazima ubakie na structure yako, no matter watu watakuumiza katika namna gani, kwa sababu unajipenda, maana yake hautaumizwa kwa kiwango kikubwa. Kuna wakati ukiona dalili fulani, kwa sababu unajipenda, unaanza kujiengua katika hilo eneo ili usipate athari kubwa za kukufanya mpaka uanze kuyachukia mahusiano. Sawa? Lakini pia kama unajipenda, manake ukifuatilia masomo yangu, kuna kanuni nyingi nimekufundisha, kuna mambo mengi nimekufundisha, namna hata pia ya kuanzisha mahusiano, namna pia ya kuendea mahusiano. Kwa hata namna unavyoanza mwanaume anavyokutongoza, unaelewa utaratibu gani ufuate kuweza kuhakikisha una uhakika na huyu mwanaume ama unatengeneza mahusiano bora na huyo mwanaume. Sio bado uendelee kukurupuka. Ushaelewa? Kwa hiyo ni lazima uhakikishe maisha yako yanakuwa katika namna ya kufanya mambo mazuri. Unachokihitaji lazima ukianze wewe ukionyesha. Unahitaji mwanaume mwaminifu, anza kuwa mwaminifu wewe. Unahitaji mwanaume asiwe malaya, anza kutokuwa malaya wewe. Na hii malaya, sawa, ukiwa malaya utapata malaya mwenzako. Sawa, ukiwa malaya utapata malaya mwenzako, malaya kwa malaya. Kwa hiyo kuna wakati wanawake wengine wanajifanya wanalia, mimi wanaume siku zote mbwa, wanaume anayaki. Ukimwangalia vizuri huyu mwanamke ana wanaume kawapanga msururu, ila analia kwa sababu kaumizwa na mwanaume anayempenda. Wanawake wao wakiumizwa na wanaume wasiowapenda, mapenzi kwao bado mazuri tu, kwa sababu yule mwanaume anampenda si bado anampetipeti. Ila akiumizwa na mwanaume anaompenda, anasahau kama naye ni malaya mmoja hivi mkubwa aliyokubuu, anasahau kama naye ana wanaume wawili watatu, anaanza kujifanya kaonewa katika hii dunia. Wewe mwenyewe si malaya ndugu yangu. Wewe mwenyewe si unao, wewe mwenyewe si unagongwa na wengine tofauti na huyo. Kwa hiyo ukiwa malaya, tegemea na wewe kupata malaya mwenzako. Mungu anakupa wa kufanana naye. Sawa? Wewe mwanaume malaya, utapata malaya mwenzako tu. Sio, unaelewa? Wakati mwingine umalaya ni ushetani tu. Yaani kuna watu fulani hivi bila kuwa na wanaume malaya hawaelewi. Kuna wanawake fulani unajua akiwa na mwanaume akiona mbona tuna wiki tujagombana. Atashika message, anaona mapenzi hayanogi, mbona tugombane, mbona simfumanii. Pia ataona anachoka, mapenzi hayana ile adventure. Bado atatafuta mwanaume wa adventure. Wapo wanawake kila siku wanaumizwa lakini hawaachi. Wapo wanaume kila siku wanafumania lakini hawaachi. Nao pia wamezoea, washakuwa affected, washakuwa na mashetani, yani wanapenda mahusiano yale ya kufumaniana fumaniana. Kwa hiyo malaya kwa malaya, ukiwa malaya pia utapata malaya. Ukiwa mstaarabu utapata mstaarabu. Tazama ile somo langu la 7, kanuni ya 7 ile kanuni ya sumaku. Nilifundisha hii ustaarabu. Ustaarabu utakuletea watu gani? Kwa hiyo hii kanuni ya 8 ya kanuni ya kioo ni lazima chochote unachotaka kije kwako kianze wewe. Unataka kupendwa, jipende wewe. Unataka kuthaminiwa, anza kujithamini wewe. Unataka kuheshimiwa, anza kujiheshimu wewe. Unataka kuzingatiwa, anza kujizingatia wewe. Unataka mwanaume mstaarabu, anza kustaarabika wewe. Unataka sio malaya, anza kutokuwa malaya wewe. Si ndio? Na wakati mwingine anza tu.
then utaona kuna vitu vitajijenga kwa mwanaume wako na atabadilika na ataanza kufanya kama vile wewe unavyopenda ama unavyotaka. Sawa sawa. Sasa haya yote niliyoongea na kuomba, ukiyapuuza mapenzi nayo yatakupuuza. Usiyapuuze. Kama unaendelea kujitia uchizi, kujikatisha tamaa, umeyapuuza, yatakupuuza na yatakuumiza vibaya sana. Kuna wakati mwingine mambo tunayopitia katika mapenzi sio kudra tu za Mungu, bali kanuni na misingi ya mahusiano pia nayo ina react. Kwa hiyo nakuomba, ili eneo la kuyapuuza mahusiano usiliache, yaani usije ukalifanya katika maisha yako. Liache mara moja. Mambo mengi leo nimekufundisha hapa, nadhani yamekufaidisha. Kama una changamoto yoyote na unahitaji kuzungumza na mimi kwa ushauri, kwa mafunzo, ni check kwa namba yangu ya simu hiyo. Nimeandaa utaratibu mzuri sana wa kuweza kuwafundisha watu, kuweza kuwashauri watu. Nitafute kwa namba yangu hiyo, nitafute WhatsApp, tutaongea mambo mazuri sana. Leo tulikuwa tunaongea kanuni ya 8 kati ya kanuni 10 za mapenzi, na kanuni ya 8 ilikuwa nasema kanuni ya kioo. The way you are ndivyo watu watakavyokuwa, vile ulivyo ndivyo watu watakavyokuwa. Mambo mengi umejifunza, natumai utaenda kuyafanyia kazi. Mimi nikuage tu kwa sasa, usikose kutazama episodi ya 9, kanuni ya 9. Sawa? Ikitoka video hii kesho kutwa ama kesho na posti kanuni ya 9. Kama bado hujasubscribe, subscribe kabisa ili kanuni ya 9 isikupite. Mimi nikuage kwa sasa, tukutane katika kanuni ya 9. Endelea kufollow account zangu za kijamii, TikTok, Instagram, Facebook, kote natumia Mbeki TV. Bye bye.